Na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Taarifa za kujeruhiwa kwa kiongozi mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni za uongo na ni propaganda kupitia vyombo vya habari vya Israel. Vyombo vya habari vya Israel vilitoa taarifa vikieleza kwamba kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei alijeruhiwa wakati wa vita na bado hana uwezo wa kutekeleza majukumu yake ya kusimamia masuala ya serikali kama kiongozi mkuu mpya. Lakini taarifa hii ambayo ilitolewa na gazeti la Jerusalem Post ni taarifa ya propaganda. Lakini pia kupitia gazeti la New York Times limesema kwamba kiongozi mpya wa Iran yuko salama licha ya ripoti hizo kwamba Ayatollah Mujtaba Khamenei amejeruhiwa. Hata hivyo, taarifa hizi zimethibitishwa na gazeti la New York Times, zimesema kwamba hakuna majeraha wala athari za moja kwa moja ambazo zimeripotiwa katika mashambulizi ya usiku ya Iran ya makombora ambayo yaliua karibia watu 4, wakidai kwamba na hata Ayatollah Mujtaba Khamenei alijeruhiwa. Habari hizi hazina ukweli wowote na kwamba ni propaganda. Kiongozi mpya wa ngazi ya juu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei yuko salama na ni mzima licha ya ripoti za jeraha siku za ufunguzi wa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo, anasema mtoto wa rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Nilisikia habari kwamba bwana Mujtaba Khamenei alikuwa amejeruhiwa. Nimewauliza baadhi ya marafiki waliokuwa na uhusiano, waliniambia kwamba wanamshukuru Mungu, Mujtaba Khamenei yuko salama na yuko salama kabisa, anasema Yosef Pezeshkian ambaye pia ni mshauri wa serikali katika chapisho kwenye chaneli yake ya Telegram. Televisheni ya serikali imemwita Khamenei mkongwe aliyejeruhiwa wa vita vya Ramadhan, ikimaanisha vita vya sasa baada ya kufiwa na baba yake na mama yake na mke wake na dada yake. Hili ndilo jeraha kubwa ambalo limeelezwa na vyombo vya habari vya Iran. Sasa vyombo vya habari vya Israel vimekuja na ripoti kwamba Ayatollah Mujtaba Khamenei ana majeraha kutokana na vita, lakini wakimaanisha ni majeraha ya mwili. Moja kati ya magazeti ya nchini Israel yameripoti kwamba Khamenei alipata majeraha kwenye miguu yake siku ya kwanza ya vita ya Februari 28 wakati baba yake kiongozi mkuu Al Khamenei alipouawa katika shambulizi la anga. Hata hivyo, taarifa zingine ambazo zilitolewa kupitia gazeti la Jerusalem Post linasema kwamba limefanya tathmini na zimekuja kujua kwamba Mujtaba Khamenei amejeruhiwa wakati wa vita na uwezo wake kutekeleza majukumu ni mdogo mno. Lakini kimsingi televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kwamba Mujtaba hakujeruhiwa, lakini pia anaendelea na kazi zake za uongozi licha ya kwamba wakati huu hakujitokeza hadharani kutokana na vita vinavyoendelea, na ni kwa sababu za kiusalama, ikizingatiwa kwamba ni moja kati ya watu ambao wanasakwa na Marekani wakati wowote. Ripoti hiyo pia haikuonyesha jeraha hilo lilipotokea au ikiwa liliathiri majukumu yake ya kila siku. Licha uhakikisho awali kutoka kwa maafisa na vyombo vya habari, hakuna picha au video ya kiongozi mpya aliyewekwa rasmi bado iliyotolewa na kuzua uvumi kati ya waangalizi na vikundi vya upinzani. Hizi zote zinadaiwa kwamba ni propaganda za kivita wakati huu ambapo Marekani na Israel zinaendeleza mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo imeapa kamwe haitoweza kusalimu amri. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.